Mungu wetu Bwana wa uzima leo ametufunika kwa mapenzi yake, kwa neema yake, kwa fadhili na kwa wema wake. Leo tunatafakari habari za mtumishi wa Mungu Nuhu, ambaye Mungu alipendezwa naye wakati anataka kuangamiza Sodoma na Gomora. Lakini Nuhu alipata kibali kwa Mungu Baba na neema. Alipata neema na kibali. Kwa sababu gani Nuhu alipata neema na kibali? Kwa sababu maisha yake Nuhu yalikuwa ni maisha ya kumpendeza Mungu. Aliishi maisha ya haki katika maisha yake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha yako yote, ukitaka utembee na Mungu, ukae na Mungu katika maisha yako, dumisha kumpenda Mungu, dumisha kukaa katika kweli ya Kristo. Mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa maana Mungu siku zote huaga naangalia moyo. Kwa maana baba zetu mashujaa wa imani, akina Daudi, unaona Daudi anakwenda kupakwa mafuta na Samueli, lakini Mungu anasema nimemwona mtumishi wangu ambaye napendezwa naye, napendezwa na moyo wake. Kwa maana Mungu anachoangalia ni moyo, kwa sababu Mungu akiona moyo wako ni unampendeza yeye, unamlingana yeye, ni chombo chake, Mungu kwake ataachilia kwako neema na kibali, ataachilia ushindi wa wokovu ndani yako. Kwa maana baba zetu hawalishinda, mioyo yao yote ilimtegemea Mungu, mioyo yao yote iliishi maisha ya kitaua ya kiungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, katika maisha yako, ukitaka ufanikiwe katika hii dunia, mpende Mungu kwa moyo wako wote. Ndipo Mungu atakapojifunua katika maisha yako, ndipo Mungu atakaposimama na maisha yako. Utaziona neema na kweli zikikufunika katika maisha yako, kwa maana wewe utakuwa kichwa katikati ya mataifa na makabila. Wewe utakopesha, utakuwa mbarikiwa, utakuwa mshindi, kwa maana aliye shujaa mwenye mamlaka yu upande wako, kwa maana amependezwa, kwa sababu wewe umempenda kwanza wewe. Kwa maana watu wengi wanakuwa wanapenda vitu kwa Mungu, wanapenda, hawamtaki Mungu. Ukitaka Mungu akubariki, mpende Mungu kwa moyo wako wote. Mtaji wa kwanza, mpende Mungu kwa moyo wako wote, ndipo anakwambia atakapoachilia baraka na neema katika maisha yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumisha ushirika na Mungu, naye Mungu atakupenda katikati ya maisha yako. Uwe na neema na kweli katika maisha yako. Ajifunue Mungu aliye mtakatifu Israeli, akaachilie baraka, ushindi na neema za kweli zikakufunika katika maisha yako.